Anasema sheria ni dhaifu kwa sababu ya mwili. Ukisema upambane mwenyewe kama nilivyokuambia, hauwezi kuitimiza sheria yote. Waulize watu walioishi katika Agano la Kale, walipambana kuweza kuishi maisha matakatifu pasipo Yesu, wakapambana na sheria na zile Torati walizokuwa wamepewa. Kwa wale wasomi wa Biblia wananielewa, zilikuwa ni sheria nyingi sana, yalikuwa ni mambo mengi sana. Kwa wale waliokwenda theolojia wanatambua, wanatheolojia wanasema ya kwamba ni zaidi ya sheria 613 zilikuwa zimeandikwa kwa ajili ya Waisraeli kuzifuata, lakini hawakuweza. Biblia inasema ya kwamba sheria ilikuwa ni dhaifu kwa sababu ya miili yao. Walipopambana wakajaribu, hawakuweza. Wakajaribu kwa damu labda za mbuzi, hawakuweza. Wakajaribu kwa damu za kondoo, hawakuweza. Wakajaribu kwa damu za kila mnyama, hawakuweza. Wengine wakatoa damu za njiwa, hawakuweza. Ndio maana Yesu Kristo akaja kupitia upendo wa Mungu mwenyewe. Ile Yohana 3:16 inasema, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee. Kwa hiyo Mungu akatupenda, akatuletea mwana wake wa pekee, ili afe kwa ajili yako mama, ili afe kwa ajili yako baba. Na utakapomwamini ndipo unakuwa huru ndani ya Kristo. Hauwezi kupata uhuru wowote ukiwa nje ya Kristo. Wachawi watakusumbua, waganga watakusumbua. Haleluya, haleluya.